ya Tabora, ambapo jua la utosi huchoma kama makaa ya moto na upepo wa vumbi hufuta nyayo za wasafiri, aliishi mwanamume mmoja aliyeitwa Hamad. Hamad hakuwa masikini wa mali pekee, alikuwa masikini wa fadhila. Moyo wake ulijaa kutu ya husuda iliyomtafuna kama mchwa anavyokula mti mbichi, akitazama mafanikio ya wenzake kama sumu mwilini mwake. Alichoka na harufu ya umasikini iliyokuwa imeganda kwenye kuta za nyumba yake ya udongo. Siku moja, akiwa amezidiwa na ghadhabu ya kukosa, aliamua kufuata njia ya mkato ya kiza. Alimtafuta mganga mmoja katili anayeishi pembezoni mwa msitu wa Itetemia, mtu ambaye midomo yake ilinuka damu na maneno yake yalikuwa ya baridi kama barafu. Utajiri una bei yake Hamad, mganga alimnong'oneza huku moshi mzito wa udi ukijaza kibanda. Ili milango ya dhahabu ifunguke, lazima udhalilishe utu wa yule asiye na akili. Mnyonye heshima yake mwanamke kichaa, na utajiri utatiririka kwako kama mto wa maji makuu wakati wa masika. Bila kupepesa jicho wala kutikisa dhamira, Hamad alikubali. Usiku mmoja wa manane, mwezi ulipojificha kwa aibu nyuma ya mawingu meusi, kana kwamba hautaki kushuhudia unyama huo, Hamad alimvizia Mwajuma. Mwajuma alikuwa kichaa mnyonge, kiumbe aliyekuwa akihifadhiwa na huruma ya wapita njia na kulala kwenye baraza za watu. Hamad alimrawiti na kumbaka bila huruma, akizima sauti ya utu wa mwanamke huyo kwa ajili ya vipande vya fedha vilivyojaa laana. Kama mazingaombwe, kiza kikaanza kuzaa nuru ya uongo. Ndani ya muda mfupi, Hamad alipata mtaji wa ajabu usio na maelezo. Maduka yakachomoza kama uyoga, majumba yake yakawa marefu kuliko yote mjini, na magari yake yakawa yanatimua vumbi la dharau. Akawa mfalme wa maduka. Alipita soko kuu akitembea kwa madaha, akicheka kwa kebehi. Ninyi mnaokesha mswalani na kusali, Mungu wenu, mbona amewasahau kwenye hivi vibanda vyenu vya mbao? Kila neno lake lilikuwa mkuki wa sumu moyoni mwa waliofanya kazi kwa halali. Lakini, wakati Hamad akilewa mvinyo wa kibri, wenzake walinyenyekea kwa Allah. Walisujudu mbele ya arshi wakisema, Kinyota, ewe Mola wa wanyonge, wewe unajua siri ya kila moyo. Tufanyie wepesi na utuepushe na shari ya huyu anayetucheka. Dua zao zilipanda juu, taratibu kama moshi wa sandarusi, zikisubiri saa ya haki. Mungu si Athumani. Mwajuma alibeba mimba, na tumbo lake lilikuwa kama saa inayoyoma kuelekea mwisho wa Hamad. Siku ya kishindo ikawadia. Mwajuma alijifungua mtoto wa kiume aliyekuwa picha kamili ya Hamad. Hadi alama ya siri ya uzazi ambayo Hamad alificha chini ya kanzu zake za hariri ilionekana wazi kwa yule mtoto. Siku hiyo, sokoni palikuwa na ukimya wa ajabu. Mwajuma alisimama katikati ya umati, na kwa muujiza wa mbinguni, akapata fahamu zake kwa muda. Alimnyoshea Hamad kidole kilichotetemeka kwa hasira. Huyu ndiye mnyama. Huyu ndiye aliyenivurugia utu wangu gizani ili apate hizi mali za laana. Siri ikachanika kama dhoruba